Haleluya! Basi siku ya leo nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, amenilinda, amenipa nguvu. Sasa mimi ninamshuhudia, ni kwa sababu amenipa nguvu, na hizi nguvu ni Roho Mtakatifu. Hizi nguvu ni zile nguvu ambazo zinaitwanga moto wa Roho Mtakatifu uko ndani yangu. Ndio maana ninamshuhudia ya kwamba Yesu alituahidi nguvu ambayo ni moto. Kwanza tebu niende katika kitabu, ukisoma Judges chapter 15. Tuende katika Agano la Kale. Ukisoma Judges chapter 15 ya kwamba Samsoni akaweza kutafuta mbweha 300. Alafu hizo mbweha 300 akazifunga katika mikia zao, na hizo mbweha katika mikia zao akaziakisha moto, yaani alizifunga kama kamba. Na hiyo kamba naelezea kwa maana Biblia inaeleza alizifunga zile mbweha kamba, na hiyo mahali alikuwa kwa hiyo kamba akaakisha moto, na alipoakisha hizo mbweha 300 basi akaziweka kwa shamba za Wafilisti. Akaziweka kwa shamba za Wafilisti. So hizo mbweha zilipokuwa zinapita katikati ya ngano, moto ulikuwa unawaka kwa mashamba ya Wafilisti. Na huyo alikuwa ni mtu ambaye ni mnabii wa Mungu aliyetenda, akaweka katika mikia za mbweha 300. Na siku ya leo in the New Testament, na tukaona ya kwamba hayo mashamba yote ambayo ilikuwa ni ngano ya Wafilisti, mashamba ya Wafilisti ikawaka moto yote. Kwa nini? Wafilisti walikuwa basi walikuwa wameteka nyara wa Israeli, walikuwa na chuki na wana wa Israeli, na ni Mungu aliweza kufanya jambo hilo lifanyike. So tunaona mashamba yote ya Wafilisti ikawaka moto kupitia mbweha ambayo Samson aliakisha moto kwa mikia zao. Hiyo ilikuwa ni mashamba ya Wafilisti. Sasa tukiingia in the New Testament, maana hiyo it is the Old Testament. In the New Testament sisi ni mashamba ya Mungu. Sisi si mashamba ya Wafilisti, maana tulikombolewa kutoka kwa Wafilisti, tulikombolewa kutoka kwa utumwa wa dhambi, tulikombolewa kutoka katika utumwa wa sheria. Sisi sasa ni mashamba ya Mungu. Mtu yeyote ameokoka, yeye ni shamba. Kwa hivyo moto wa Mungu in the New Testament, moto wa Mungu ni ule ambao neno linasema katika Matendo ya Mitume 2, wakati mitume walikuwa katika chumba cha juu, kulitokea moto, ndimi kama moto zikawashukia mitume. Sasa ndio tunafanyika shamba la Mungu, maana tumetolewa kwa sheria, tumetolewa kwa dini. Sasa sisi ni shamba ambalo linawaka moto wa Roho Mtakatifu. Tunashuhudia Yesu peke yake, tunashuhudia mfalme wa Mungu peke yake. Tukiwa na Roho wa Mungu, hashuhudiangi vitu zingine, sijui toa title deed, sijui toa sijui dhabihu ya dhambi. No, Roho Mtakatifu anashuhudianga utubu dhambi zako. Maana tunaona wakati moto ulishuka, watu waliuliza tufanye nini? Petro akasimama, anawaka moto wa Roho Mtakatifu, akasema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Kwa hivyo sisi wa Kristo, sisi ni shamba la Mungu. Sisi si shamba la Wafilisti. Shamba la Wafilisti liliweza kuchomwa na Samson
akisha mikia ya mbweha 300. Hiyo story usome katika Judges 15, utaikuta mahali pale. So sisi ni mashamba ambayo ni ya Mungu, inayowaka moto wa injili ya Kristo, moto wa Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anatuambianga tutubu, anatuambianga vile Mungu anataka. Hatuambiangi maprado, hatuambianga mtabarikiwa mpaka mashambani, sijui mpaka mjini. No, Roho Mtakatifu anaongeanga ya kwamba tubu dhambi zako, anatuoneshanga enende na hii njia, usienende na hii njia. Hivyo ndio Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu, ambaye ni moto. Sisi ni mashamba ya Mungu. Barikiweni sana in Jesus name.